Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Asham TZ YouTube online channel Asham TZ Media. Karibu sana katika channel yako hii pendwa. Nikukumbushe tu kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili wa kwanza kupata habari zetu. Pia komenti na bonyeza alama ya kengele. Komenti zako zinatusaidia sisi kutushauri kama kuna makosa mbalimbali yanafanyika katika channel hii, kama una tangazo lolote, kama unataka kushirikiana nasi katika mambo mbalimbali, kama unataka kufanya interview na sisi, basi usikose kukomenti. Pia kutembelea akaunti zetu za Instagram Asham TZ, YouTube Asham TZ na TikTok Asham TZ, pia Facebook Asham TZ. Leo ni ukumbushe kisa kimoja. Hiki kisa natumai kinaweza katuelimisha na katupa mawazo au kutufunua ubongo kiasi fulani. Kisa hiki bwana cha Marekani mmoja. Marekani huyu alikuwa anavuta sana sigara, lakini baada ya kufikiria kuwa sigara ni hatari kwa afya ya mwanadamu, mamlaka ya sasa hivi kwenye sigara sasa hivi pakiti sigara anataka onyo uvutaji wa sigara kupita kiasi, sio kupita kiasi. Uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya ya mwanadamu, sio kupita kiasi. Kupita kiasi wale wafanya biashara tu, ndio maana nakwambia uvutaji wa sigara kupita kiasi, lakini uvutaji wa sigara ni hatari kwa afya ya mwanadamu kwa sababu inaathiri mapafu, maini. Kwa maana hiyo, yule Marekani alivyokuwa anavuta sigara, baada ya kupata ushauri, kusoma vipengele vya vinavyosema kuwa sigara ni hatari kwa afya ya mwanadamu, aliamua kuacha. Aliamini kuwa akivuta sana sigara inaweza kumletea madhara mpaka baadaye akaja kufa kwa kumletea athari kwenye mapafu, kwenye maini na mwili mzima. Basi bwana, alivyoacha kuvuta sigara, aliamua ile pesa ambayo alikuwa anavuta sana sigara aihifadhi. Baada ya miaka kadhaa kuangalia, ile pesa ilitosha kununua gari ya kutembelea. Alienda kununua gari ya kutembelea, gari safi kali kabisa ya kutembelea, na amejivunia kuona amewini kutokana na ile kufuata ushauri mzuri wa madaktari na sayansi inavyosema na uhalisia wa uvutaji wa sigara, kwa sababu sigara una moshi mmoja unaitwa nikotini. Ile nikotini ina athari sana kwa mwanadamu. Unaweza usione kwa muda huu, lakini baada ya miaka kadhaa unakaathirika sana. Basi alivyonunua ile gari, lakini katika kuendesha kwake ile gari hakudumu naye, kaendesha kama wiki tu, akapata ajali, akafa na ile gari. Ile gari ambayo imetokana na pesa ambayo itakiwa avute sigara, ameihifadhi kwa kuogopa kule sigara, akivuta sigara anaweza akapata madhara akapelekea mpaka kafa, lakini ile pesa imemuua kwa ile gari ambayo alinunua na kupata ajali na kuweza kufariki. Hapo tumepata mafunzo kadhaa. Funzo la kwanza, haikumaanisha kuelezea hii story kuwa watu waendelee kuvuta sigara kwa sababu kifo kipo tu. Hapana. Mwenyezi Mungu anatutahadharisha kuwa mwanadamu anaweza kufariki kwa kitu aina yoyote kile kwa wakati wowote anaotaka yeye. Lakini pia Mwenyezi Mungu ametutahadharisha kuwa tusitumie vitu ambavyo vinavyotuathiri miili yetu, kwa kuwa miili yetu yenyewe inaweza ikaathirika, ikapata athari hiyo. Mwenyezi Mungu pia akaweza akatuchukua kabla ya muda. Yaani hiyo inawezekana. Kwa maana hiyo, yule jamaa alikuwa na ushauri mzuri na amefanya vizuri, japokuwa sio wewe pia ukihifadhi hiyo hela basi unaweza kununua gari na ikakuua. Sio kweli. Unaweza kuhifadhi hiyo pesa ukanunua gari na ukaendesha maisha yako kaenda safi,
au ukafanya mambo mengine au ukajenga, lakini umeacha hasara, umepata faida. Kwa hiyo usiangalie kuacha kuathirika kuvuta sigara kwa upande kwamba kila mtu anakufa tu, imeandikiwa kama kufa tu. Acha sigara kwa sababu hatari kwa afya zetu. Yaani hilo linatosha wewe kuacha sigara kwa sababu hatari kwa afya zetu. Linatosha kwa wewe kuacha sigara, kwa sababu ikituathiri sisi ni nguvu kazi ya taifa, nguvu kazi ya familia, nguvu kazi ya kwetu sisi wenyewe. Kwa hiyo athari zake ni kubwa, lakini pia ukiacha ile pesa utakayofanyia, utakayoachia ukifanya mambo mengine, pia ni faida kubwa. Na sio unaacha sigara, unahifadhi ile pesa, unaenda kwenye starehe nyingine ambazo hata kama Mwenyezi Mungu hazimpendezi. Hiyo sio. Leo natumai tuchukue hili funzo, linaweza kutupa mwanga, linaweza kutuelimisha na kufuata ushauri mzuri wa kijana huu Marekani. Nikushukuru mtazamaji wa kuangalia video hii yote mpaka mwisho. Natumai kuna kitu umekipata. Bye bye. Saluti.